to start the war. Without the UN permit, the war which killed a lot of innocent people, especially children and women. Mama tupia wakofu. Sikuamini kusikia kwamba majeshi ya Marekani yalikuwa yanapelekwa Iraki kuanzisha vita bila kibali cha Umoja wa Mataifa, vita ambayo iliua watu wengi wasiokuwa na hatia, hasa wanawake na watoto. Sasa utafundishwa kuongea ya kwanza na hii ya pili, pia kusikiliza ya kwanza na ya pili. Usipofundishwa unaweza ukaa una hii ya pili ukaisikia, ya kwanza usisikie, bado utaona kwamba bado hujakamilika. Mama alipo mwaliko nilimpa heshima kubwa kwa sababu leo nilikuwa nina mwaliko na watu wa Mwanza, ilikuwa leo niondoke kwenda Mwanza. Walikuwa wamejiorganize zaidi ya watu 200 wanataka kusoma pale Mwanza. Sababu kubwa kwamba mmoja wao alikuja Dar es Salaam akafanikiwa, na watu walikuwa wanafuatia habari hizi za udaku hizi. Nilikabidhiwa Verosa kama zawadi na tajiri wa Mwanza. Alifanikiwa ndani ya miezi 2.5, akanipa gari ya milioni 18 siku zile. Akasema hivi, nilikuwa nakwenda Ulaya namchukua mtu kwenda na kurudi naye, nilikuwa nampa milioni 7. Na lazima nilale naye hoteli moja kwa sababu yeye ndo mdomo wangu. Chumba hiki na hata kija mhudumu akiniuliza vipi unataka chai, ilikuwa lazima nimgongee aseme ndio hapana. Kama leo nitaanza usafiri peke yangu, kwa nini nisikupe zawadi gari ya milioni 18 ambapo ni tripu 3 tu za kumpa yule? Na yule akaja akaniambia rasi umenaribia kazi. Kwa nini sitaangusha? Kwanza ninawapenda akina mama vikoba. Mamangu pia, mke wangu pia wapo kwenye vikoba maeneo ya mbali. Sifahamu kama wapo rasmi sana. Lakini nyie napenda naona kama wapo rasmi sana. Mama mtu mama nani? Siku nyingi mama nimemsikia kwenye vyombo vya habari. Si ndio ulifanya project moja na mzee Mengi muda fulani? Yaani mama siku nyingi nakupenda kama hujanijua. Kitu unachokifanya mamangu ni kwa ajili hapa duniani kuna kulipa, ila kama unaamini kuna ufufuo, kama unaamini kuna kwenda motoni na peponi, mbinguni na paradise na paradiso, mama utaenda. Sababu sasa hizi ukisikia mama wa kikoba unamuogopa. Akina baba wengi tu au watu wengi ambao tupo kwenye vikoba huwa tunagonga hodi kwa kina mama wa vikoba kwenda kwa kukopa pesa. Zamani nilikuwa tunawasukuma kwenye vichoro, sasa hivi unajua mama akikoba usimsukume ataniokoa. Wanaishi na mtaani. Ndio tunasema sisi naishia hapo, ila mama utaratibu utalipa programu yenu ilivyo. Sisi hata kama watu 500 tunawamudu. Nina walimu zaidi ya 200 wako vizuri. Hatuna shida. Kwa mama anampa heshima. Nawapenda heshima kwa kina mama. Amen. Ila mtu atafanya nitawapunguzia hii hapa. $500,000 mpaka $300,000. Na hii $300,000 ulistahili uje pale Magomeni kusoma. Mngesema hapana, utufuate tuna ukumbi wetu, nitaleta walimu wangu kwenye huo ukumbi, tutawafuata kwa ada hiyo ambapo kumfuata mtu nafuata kwa shilingi milioni 1,800,000. Wafanyakazi wakubwa wanaona Dar es Salaam hii karibia wengi wanafunzi wangu na tunawafuata milioni 1,800,000, na kila nikienda natoa mafuta 150,000 kila siku. Na saa hizo nasafiri wenyewe kujiamini. Ila nyie niko tayari tuwafuate kwa $300,000 hiyo. Amina baba, bariki. Nikisema hapana, ukumbi unaweza ukatusumbua kwa sababu ni swala kutwa mzima. Kila mtu anakuja kwa muda wake ili msije pamoja wote. Basi tunawakabilisha kituo cha Magomeni Mapipa. Mtapokuja pale tukishakubaliana kila mmoja atasaini mkataba wake kama unaofanya kwa watu wote, ila tu nipate orodha ya watu wote tukauku ili tuwape fedha ya offer. Lakini pia nataka nyie mjue kuliko wale wakina mama ambao sio vikoba. Kwa nini unajua? Mama wangu akanishika mkono mimi akisema bwana hivi, kama ambavyo Kamanda Siro anataka afanye miezi 2 ijayo. Nataka nishike mkono asema unaona na Simba huyu. Sasa askari wote vitona wanaongea Kiingereza. Wao wanataka nishike. Unaona huyu rasi. Waratibu wote wa vikoba wanaojua Kiingereza. Maana yake hizo kazi nitazikimbia. Na kwa nao mimi nachukua nyie pia kama tangazo la kupata
Na nachosema hata kama hujui kusoma na kuandika Kiswahili, usiogope. Nitakufundisha a e i o u utajua na utaongea Kiingereza. Na hakuna ile kucheka, ni wewe na mwalimu wako unaweza kuchekana ile kurushana kidole ile kibaya, hiyo hamna kwangu. Asante sana mama, naona nimekabidhi sana. Hapa vipi? Hapo sawa. Waratibu na wauliza hapa vipi? Hapo sawa. Anatosha atosha. Anatosha. Kuna zawadi ya ziada. Vikoba hoyo. Hakika ndoto zetu zinatimia. Ndoto zetu zinatimia, na mimi niseme tu tunashukuru sana kwa ofa ambayo umetupa. Sisi waratibu kwa kwanza kusoma. Vikoba hoyo. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie hakika mbele ya Mwenyezi Mungu nitakuwa na jitahidi juu chini. Kama tumemaliza sisi, huwa sisi tunapenda kusema ukweli. Na huwa sisi tunapenda kusema kitu kile appreciate kabisa. Hatutakuwa na ule moyo wa kukengeuka. Kiingereza ametusaidia huyu. Tunafika kule sisi tunaweza tu. Hivi hivi tu. Unaona tabu kumtaja huyu. Hiyo ni kukengeuka. Lakini sisi tutataja ukweli. Jamani sisi tunaongea hivi, msituone hivi. Kwa sababu ya rasi Simba. Ili anayetaka amuone kuomba. Ndugu waratibu, sisi kawaida yetu bwana. Tukishamaliza hapa umezungumza, inafuata nini? Vitendo. Sasa vitendo, wewe sasa leo hii tutafungua account. Inaitwa Vikoba English Group. Umenielewa eh? Ile account tukishafungua utakuwa unaiendesha wewe na mimi. Kila anayetaka aweke hela mle ya ada. Atume ile slip kwenye group. Tumregister. Sisi hatutaki ile mambo umeshatufundisha kwanza tena kutudaiane, itakuwa haibu. Kilicho chake sisi tuta debit account tunampa, yeye anafanya kazi kwa raha. Na kama tukimlipa vizuri, atafanya vizuri zaidi. Kwanza ametupunguzia. Uongo kweli? Kweli zaidi ya hapo ukianza tena kunani itakuwa mbaya. Kwa hiyo tufungue, anayetaka aingize mle, tunamregister. Mimi nikuambie hata kama wawili mimi napenda tutakuja kusoma. Hata nikipatikana wawili si tutasoma. Hili swala la ukumbi nadhani ni vizuri tujadili. Ndio. Tukilijadili watu wana mawazo mazuri sana hapa. Sisi tutakupa taarifa zote. 0677 900 hiyo yangu, lakini ya kama unipati hiyo ya msaidizi wangu wa karibu ni 0677 400. Yaani maana ukijisomea saa 8 nipigie, sijaelewa kitu na kuelekeza. Muda masaa 24. Jamani, tayari eh? Kuna kingine? Ni mwaka? Napenda kumshukuru tu sana. Asante sana, tunashukuru. Kwa hiyo ninaomba Pendo na mratibu wa urembo basi mumsindikize mgeni wetu. Tunakushukuru sana. Kwa hiyo communication zote tutakwambia, na ninaomba tutafanya haraka kwa sababu sisi tuko vitani. Tunataka mambo yote yaende haraka, tuanze mapema program. Sisi kama tunajua kama tunaanza mwezi wa 8, tunajua wa 8, wa 9, wa 10. Wa 11 sisi ni yes na tunajua mwezi wa 12 tunaenda holiday. So we want to talk over there. Yaani tusira mbele na hapa. Kanuni zangu zinahitaji mwezi mmoja na nusu. Mwezi mmoja na nusu nyingine nimeweka akiba ya kibinadamu. Kwa hiyo mkinipa ushirikiano mwezi mmoja na nusu wote Waingereza. Mwezi mmoja na nusu unaobaki ule ni kwa ajili ya kufanya debate nyingi, kupata maneno mengi, kujiamini zaidi. Asante, nashukuru sana.